kama sio Marekani kuingilia, taifa la Wazayuni tungelimaliza lote. Hayo ni maneno ya Khamenei katika hotuba yake ya kwanza baada ya kuisha vita na Israel. Vita ya Israel na Iran hiyo imeisha. Sio kusimamishwa, hiyo imeisha. Hakuna bajeti ya kuisaidia tena Israel kupigana vita katika Mashariki ya Kati. Mbabe wa Mashariki ya Kati ameshajulikana. Sasa kwenye hii hotuba ya Khamenei kuna kitu nimejifunza. Cha kwanza kabisa, Khamenei amesema anamshukuru Mungu kwa kuwasaidia kuipenya safu ya ulinzi wa anga ya adui wao. Yaani kitendo cha Khamenei kutaja kwamba wanamshukuru Mungu kuwasaidia kuipenya safu ya ulinzi ya mfumo wa anga wa ulinzi wa Israeli, nimejifunza kwamba kumbe siku zote wa Iran walikuwa wanalitengeneza jeshi lao kupambana na Israel. Yaani wakati wa Iran wanawaza masuala ya kijeshi, wanamwangalia Israel. Ndicho nilichojifunza kwa haya maneno ya Khamenei. Kwa nini aitaje safu ya mfumo wa anga wa Israel? Maana jeshi lao lilitengenezwa katika mfumo kwamba ni lazima lihakikishe na uwezo wa kupenya ngome ya Israel na kuharibu ndani ya nchi ya Israel. Huo ndio ukweli. Unajua kuna kitu kimoja sasa hivi kinaendelea duniani. Kuna msemo unasema mfumo wa mapambano umebadilika na aliyeubadilisha ni Iran. Kumbuka vita yote hii Iran ametumia makombora, Iran hajitumia ndege. Kwa hiyo mfumo wa mapambano wa kutumia ndege unaelekea utakuwa ni mwisho sasa hivi. Hizi ndege zenye marubani ni lazima zitakuwa ni mwisho wake. Dunia inakwenda kuwekeza kwenye long range missile, makombora ya masafa marefu na drone. Ndiko tunakoelekea. Tukitoka hapo tunaingia kwenye maroboti. Kwa hiyo tutakuja kufika sehemu kwenye uwanja wa mapambano vita, mwanadamu haonekani tena. Ni makombora, drone na maroboti. Ndiko tunakoelekea. Kwa hiyo Ayatollah Khamenei ameanza kwa kumshukuru Mungu kwa kuwasaidia kuishinda vita, kuwasaidia kuipenya ngome ya adui na kuharibu kila kitu. Pili, akawataja na Amerika kwamba waliingilia ili kumwokoa Israel, lakini nao pia waliadhibiwa. Khamenei anadai kwamba Marekani iliadhibiwa vilivyo, kwamba wasijifariji kwamba makombora yaliyotumwa Qatar hayakuharibu. Yeye anadai yaliharibu. Kingine Khamenei alichokisema ni kwamba mashambulizi yaliyofanyika katika vinu vyao vya nyuklia, madhara sio makubwa kama rais wa Marekani anavyokuza. Neno exaggerate limetumika. Yaani kwamba rais wa Marekani yeye anakuza, lakini uharibifu sio mkubwa kiasi hicho. Kumbuka story kubwa Marekani kwamba vinu vya nyuklia havijaharibiwa kama vile rais wa Marekani na kabineti yake wanavyodai. Na wanaodai kwamba vinu vya nyuklia havijaharibiwa inavyotakiwa sio watu wa mataifa, ni watu walio ndani ya Marekani ndio wanadai kwamba uharibifu sio kama rais anavyodai. Kwa hiyo Khamenei amepigilia msumari hapo kwamba uharibifu sio wa kiasi hicho. Kingine Khamenei alichogusia ni kwamba ni ile issue ya jisalimishe, surrender. Khamenei amenifurahisha sana. Amesema neno surrender ni msamiati ambao haupo kwa wa Iran. That's why the word surrender is not within our vocabulary. The Iranian people mocked the words uttered by the US president. Since the victory of the Iranian revolutions, the West, namely the United States, maintained animosity against Iran. Yaani manake kama msamiati jisalimishe haupo ndani ya watu wa Iran, manake kujisalimisha ni tabu, ni kitu hakipo, kwamba ni kupambana mpaka mwisho. Kwa Khamenei amegusia swala la kwamba zile kelele za Trump, jisalimishe, tunajua uko wapi. Akasema issue ya kujisalimisha katika utamaduni wa Iran, hicho kitu hakipo. Khamenei amegusia issue ya uadui uliopo kwa watu wa magharibi na Iran. Khamenei akasema hivi, tangia mapinduzi ya Kiislamu ya jumuiya, tangia mapinduzi ya Iran yalivyofanyika, magharibi wamekuwa wakitengeneza visingizio mbalimbali vya kuingia ndani ya Iran. Akaanza kwa kusema hivi, walianza na kisingizio cha haki za binadamu, human rights. Wakaja na kisingizio cha haki za wanawake. Sasa wamekuja na kisingizio cha nuclear, civilian nuclear facility. Nuclear ambayo ni ya raia tu katika kupata nishati. Kwa hiyo tunarudi kule mimi nimekuwa nikiwaambia, kama magharibi wanakutafuna,
Isoke, unaweza ukafanya jambo lolote, hawana shida na wewe. Lakini kama magharibi hawakutafuni, watakutafutia visingizio vingi sana ili wakuvamie. Hicho ndicho Khamenei alichotuambia. Kwa miaka kadhaa, magharibi wamekuwa wakitafuta visingizio vya kuingia katika nchi yao. Kwa nini? Mtu atajiuliza kwa nini? Irani wana control rasilimali zao kwa faida ya wananchi wao. Yaani shida inakuja kama magharibi hawatafuni rasilimali zako, lazima watakutafutia matatizo tu. Haki za binadamu, haki za wanawake. Sasa wakaja kwenye nuclear. Under many false pretexts, sometimes they came up with, under the guise of human rights, women rights. Now they are coming with other pretexts about our civil nuclear endeavors. Their ultimate goal is to see Iran surrendering. Former US President did not publicly utter such words. Simply, these words are not acceptable at the global legal level. No president has the right to demand one sovereign people to surrender. The Iranian cannot and will not surrender. This is a key point in my message. Let the Iranian people know that the United States have deep-rooted animosity with Iran and the Iranian people, and they want us to surrender. This cannot and will not happen. Iran is mighty, established. Kinachoendelea duniani ni kwamba Iran wako kwenye mchakato wa kujitoa kwenye mashirika yanayohusiana na masuala ya nyuklia duniani, kina IAEA na ENPA kama sikosei. Maana wakishajitoa huko watakuwa wanafanya vitu vyao pasipo kukaguliwa. Israeli yuko hivyo hivyo, hakaguliwi na mtu yeyote. Kwa nini Iran asijitoe? Na Iran alikubali kukaguliwa kwa sababu Iran constantly ni adui mkubwa wa magharibi. Akaona kuliko kuongeza uadui na hawa watu, kukagua tu vitu vyetu si kwa ajili ya raia, basi watukague. Wanakaguliwa, wakatengeneza kisingizio, wanataka kutengeneza silaha. Breaking news ni kwamba Iran lazima amiliki nuclear. Kama shida ni nuclear, sasa inabidi amiliki nuclear, kwa sababu kama anakwenda kujitoa kwenye hayo mashirika ya atomiki duniani, maana hakuna kumkagua, atafanya biashara zake bila kukaguliwa sasa hivi. Kwa hiyo hotuba ya Khamenei imekava vitu vingapi? Vitatu. Kwamba ameweka wazi Israeli iliokolewa na Marekani. Cha tatu akasema kujisalimisha sio msamiati wa Iran, na kugusia issue ya air defense, kwamba hakuna air defense ambayo wa Iran hawezi kupenetrate. Nilichojifunza hapa ni kwamba Iran, ukiwa na adui mwenye nguvu, lazima na wewe utajiandaa kikamilifu kupambana na adui mwenye nguvu. Sijui umenielewa? Yaani kama adui yako ana nguvu sana, lazima utakuwa na nguvu. Ndicho Iran alichokifanya, kwamba kadri Israel alivyokuwa anajiimarisha kijeshi, ndivyo na wao walikuwa wanajiimarisha kijeshi. Msemo wangu uliopita niliwaambia, kila ukubwa una majaribu, na ukisha yavuka majaribu, wewe ni mkubwa kama wakubwa wenzako. Hicho ndicho kilichowakuta wa Iran. Wameavuka majaribu, sasa ni wakubwa wanaoheshimika. Marekani haiwezi tena kuiletea dharau Iran, Israel haiwezi kuiletea tena dharau Iran. Hiyo imeenda hiyo. Tuelimike, tusiwe wasomi.